hali kama unavyoiona. Yaani mgonjwa wangu anasumbuliwa sana. Halali mchana, halali usiku. Najitahidi kupambana, lakini kila kukicha hali inazidi kudhoofu. Bora ulivyofika utupe ufumbuzi wa huyo mgonjwa, maana sina raha hata kidogo. Kama mlivyokuja tulichukua kipimo cha damu, ndio ile full blood picture, na tukachukua kikohozi. Lakini kwenye upande wa kikohozi tumegundua kwamba ana tuberculosis. Yaani inamaanisha ana kifua kikuu. Na damu yake pia yaani kuna utata umetokea. Sababu tumeona kama white blood cells zimeshuka. Sasa tunashindwa kugundua kwamba ana HIV ama ana. Ila tunaendelea na uchunguzi zaidi na vipimo vinaendelea. Pia utamleta hospitali tuweze kufanya vipimo zaidi. Dokta, unataka kumaanisha mimi ni mfu hai sasa? Nakwambiaje? Ukasirike, usikasirike. Mnatoka nikuje nikute chai. Sio umeelewa? Mimi hivyo yako, mimi fanya kazi yenu mtano kitenda natoka nikute chai. Umeelewa mimi? Na nini kwa mdani? Sikiliza wewe. Tena watu washimiane. Wewe umeshindana ukaisha umetoka kwa kabisa hapa. Eti unune usinune na kutoka chakula. Umeelewa? Mimi mkeo. Koma wewe. Leo kome. Sikakutimua sasa hivi hapa. Usinishe kidole sawa? Kumbuka mimi dada yako. Nikisema nimesema. Nataka ufanye kazi hapa nyumbani. Nataka upike. Sana sasa hivi. Shangazi. Mwana. Nakosa tumaini ya kuishi hapa duniani tena. Usiseme hivyo. Kama nilivyokuambia mwanangu, kuugua sio kufa. Mwenyezi Mungu atakujalia, atakuafu. Utarudi katika hali yako kama mwanzo. Usikae na unyonge. Usifikiri vitu ambavyo havipo mwanangu. Hivi sasa hivi ninachokubidi utumie tu dawa vizuri. Mwenyezi Mungu atakusaidia mwanangu. Usifike huko. Maana hata mimi mwenyewe utanivunja moyo mwanangu. Daktari kama anavyokueleza, fuata ushauri wa daktari. Umesikia babangu? Maradhi ni vitu vya kawaida. Yaani hizo ni infections zinakumba tu miili ya binadamu. Ila tutakusaidia, tutazingatia kila kitu inaenda sawa. Sawa? Utapata dawa na utazingatia diet utakuwa sawa. Usijali kabisa. Doctor, I need support from me. Don't worry. Don't worry. Nitaka kupika. Kwa nini umeshindana ukaingana ukapika? Umeshindana nini? Ndio maana nataka mnao umeachika kwa sababu ni hiyo. Naona unaongea sana Naona unaongea sana sawa? Eti kwenye ndoa umeachika. Unajua kilichonitoa nini? Kilichonitoa nini? Aya, wewe umeolewa. Umeshaolewa wewe. Ndoa hata moja huna shoga yangu. Si bwana ni mambo yote. Kaa tuliza mshono shoga yangu. Ndoa wewe mwenyewe hujui. Sasa nikwambie, kama sitaki kukupiga leo kwa sababu mama yako hajalipa harusi. Singefanya ningekujaza miguuni wewe. Wewe. Naona sana umekuwa. Ile mimi nimemaliza. Nataka chai, naondoka. Nikirudi, nikuje chai imeiva. Sijui umenielewa? Nataka chai. Chakula. Leti nataka chakula. Umenyoa mimi na mimi fanya kazi zenu mtani. Nasubiri yule mama arudi. Pole. Kwani shida nini? Pole. Nini kinakusumbua Pole. Hivi unasumbua na nini? Bado sijajua. Hospitali umeenda? Pole. Hadi kama unavyoiona. Pole sana. Pole. Ila majibu yako sahihi. Mungu atakusaidia, utapona, utakaa sawa. Sawa. Majibu gani asubuhi wewe? Wewe simwambie tu ukweli. Dada yake huyu ameasilika. Mawingu yaoni, hata vinyo vya mvua pia uvioni. Akwambie tu ukweli, ameasilika na anaumwa kifua kikuu.
Mdogo wangu, kila kitu nimekisikia. Yaani nimekisikia vizuri. Mbaya zaidi, mimi kifua changu hakigandishi. Yaani unavyojua hakigandishi. Kilichokusibu ni nini? Ukatoka hapa kwa ule bwana. Hai. Ningojua mtoto wa kike. Ukajitanua kwenye chumba cha mwanamke mwenzio. Ukaenda ukajiachia miguu mkafanya cha kufanya, mkachele kondom pale. Alafu mke wake akaikuta. Ingetokea ugomvi yaani ungefaidika na nini? Sasa mimi nikajua tu umetoka huko ndani na kuja hapa kunifariji hapa. Asimshauri siku ngoja unaanza kunisema mimi. Sio kwamba nakusema wala nakuchamba. Mimi nakwambia ukweli. Mume wa mtu sumu. Ndio ukome. Tafuta cha peke yako. Ungekuwa cha peke yako tu hapo. Mbona mimi ningekusupport? Yaani umetutia aibu wewe. Wewe mtoto bala, sijawahi kuona. Udogo wangu hapo umechunda na mama hizi taarifa namfikishia ili akukane mtoto wake. Sana najifanya nakupenda wewe. Sana najifanya wewe ndio malkia wake. Nakuja nasema. Sasa dada, mama tena anahusiana nini kwenye haya mambo? Hivi kama umepokea hili neno, yaani mimi hili neno linapwita. Unataka nimwambie nani? Kama sio mzazi wetu, mimi namwambia. Yaani sina kaba, mimi namwambia. Haiko hivi. Hivi ananichukia tu. Anakuchukia nini? Si ndugu yako yule? Hapana. Wewe unangopea? Hapana. Hapana. Sasa hapo ndo chague haya mawili. Ukitaka nikae na kaba kwenye kifua changu, chagua kuna mambo haya mawili. Kuna vyombo mle ndani, unaosha uoshe. Ndio nitafanya hivyo. Leo unakuwa mpole. Ila ukinikosea, hata kama umeosha vyombo ukinikosea, mama, nalibwaga. Unakuwa mshenzi tu. Kila kazi ufanye leo hapa. Leo mimi nakaa kama bosi. Leo ninyenyekee leo, nisije nisikuseme. Usiamini dada yangu. Yaani mimi ndo kwa shemu usiamini shemeja kwa. Nimeambiwa na ukimwi. Nani? Ana ukimwi umempima au nao umeenda umepima naye umehakikisha au shida nini? Lakini kakake kabisa nimeambia, ndugu yake kabisa. Sawa, ameathirika yeye. Wewe una uhakika gani kama umeathirika? Sina uhakika lakini kabisa nao. Odi. Karibu. Wema. Mamako nimemkuta? Hapana, alitoka. Amekwambia ameenda? Hata sijui maana mtu kajiandaa hapo kabana kamlango kake huyo kaondoka. Mimi nimetoka huko nina shida naye, yani nina shida naye kubwa sana. Kwa hiyo niambie tu akija nitamwambia. Hapana. Ndo kama hiyo hayupo ametoka. Basi sawa. Akija mwambie nilikuja. Sawa. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unaweza ukawa na mtu aliathirika lakini wewe usiwe nao. Kwa sababu ili mtu athirike, mchubuko unapotokea, wewe hamna haja ya kuvurugwa, ya kupagawa pasipokuwa na sababu. Cha msingi na kitu cha muhimu, kucheki afya. Lakini ukikaa ukianza kuvurugwa, kulialia, haina maana yoyote. Umenielewa? Ndio nimekuelewa dada. Ukimwi huwezi ukapata hivi. Ukitokea mchubuko ndio kuna uwezekano wa kupata infection. Sisi tumeelewana? Ndio nimekuelewa. Usivurugwe, sawa? Sawa nimekuelewa. Punguza jazba, punguza pressure, nenda kapime. Umenielewa? Usijali. Unaweza ukawa upo salama. Kubwa. Kwa hiyo shangazi, umesahau kuja na mkate
ama nini shangazi? Kama na leo natamani mikate. Nikija hapa na mikate, unaniambia unaniletea mikate, unataka kuniziba choo, unataka kunifanyia nini? Kwa maana mimi niwe mtu wa kuja hapa na kupata laana tu. Shida nini? Na kisa nini? Mimi natoka huko, nakuja nije nikusaidia mwanangu, unakuja unaniletea maneno ya shombo. Mimi nasema mkate, sina nini. Tumeelewana? Najua shangazi huja mikate kwa ajili una hela. Lakini wajomba au wote hawajakupa hela na maana au uko na mjomba mmoja. Na mjomba mmoja ya nini? Kwa wajomba wengi ili ndio upate hela mkate uniletee mimi. Hivi una akili kweli? Vipi hali ya mgonjwa? Mgonjwa anaendelea tu vizuri. Mungu ni mwema. Lakini hainiridhishi kabisa. Kwa nini sasa unaongea maneno mazito kama haya? Unajua unapambania maiti ambayo yanatembea. Sisi kwenye familia tumezaliwa watatu. Baba yake Saidi, dada yangu, mimi ndo wa mwisho kifunga mimba. Alafu marehemu baba alituachia nyumba. Lakini kuja kuishi kwenye nyumba hii imekuwa changamoto sana kwa upande wetu. Mimi nilichokuwa naomba tu daktari, ufanye mpango kwa sababu hali yake na mwenyezi wewe alivyo hata miezi 6 atoboi. Hivi kwa nini usimwaishe? Kampiga hata sindano ya sumu. Una akili timamu? Au ndio anaanza nikupunguza akili? Nisikilize. Ugonjwa wako wewe usifanye kwa biashara kwangu. Tumeelewana? Mimi sijiuzi. Na mimi sijipostishi. Umeelewa? Hao wajomba zako tu wajomba hivi wanakuja na nini? Nataka nikwambie vipi? Mimi nimekuja na wewe moja. Nimekuja kukufuata twende hospitali. Tujue nini kinachoendelea. Usitaki kusikia habari si wajomba, sijui nini. Tena hiyo kauli isetengua kauli yako. Tumeelewana? Shangazi, mimi nakuelewa, sina kipingamizi kwa hilo. Nataka unipeleke hospitali nipate uzima wangu. Hiyo ndio lori yako. Kwa maana ujiandae, tuondoke sasa hivi. Sawa. Usipoteze muda. Hivi upo sawa kweli? Unaongea maneno gani hayo? Unajua unatakiwa upewe afya akili wewe. Yaani ndugu yako anaumwa. Yaani unatamani asiishi kisa mali? Wewe unaona chizi. Ndio. Sasa nisikilize. Umeona hii nyumba hii? Yaani iwe mwanzo na mwisho kuiona leo. Umeona ile eneo uishie pale? Ningetaka kutibiana sijui wapi huko ni hospitali. Sasa umenielewa. Hiza nikwambie kitu. Mimi nipo hapa kufanya kazi yangu na kuhakikisha mgonjwa yuko sawa. Kama nikija, unaona huna mudi na mimi, unaweza kaniangalia ukaniacha ukaendelea na mambo yako. Hivi unanielewa kweli ninavyoongea? Nimekwambiaje? Hii nyumba sio hospitali wala sio kituo cha afya. Kwa hiyo kama mnatibiana ni huko. Hapa siwataki. Sawa, mimi naondoka. Ila nakusisitiza kitu kimoja. Unatakiwa ukacheki afya akili. Haupo sawa. Kwa hiyo unaona mimi chizi. Dada yangu, si kanichanganya kabisa. Nakuomba tu ondoka. Njoo kituoni kwangu nikupe afya akili. Nakwambia ondoka. Mijitu mingine sijui imetumwa. Yaani mimi naomba mtu wa afya nilisimali eti na afya akili. Afya akili unaijua wewe? Wewe afya akili unaijua? Ni wenyewe tu mnatushaurishi afu huko mnawana nyewe kwa wenyewe hospitali. Ndugu zenu wakija mnapiga sindano za sumu mnalisimali. Wewe jengo kama hili na yule mgonjwa wapi na wapi? Jana usiku. Ingo mimi na dada yangu. Na yule mbwa mwache atakoma. Baby, umesahau sana. Mwanamke huna haya wewe. Kwa hiyo umeona haitoshi uko nje paka mama kuleta mabwana zako humu ndani. Na hiki ndio kilichofanya ukachika kwa mmeo wewe. Umemaliza? Mimi hata siwezi kumaliza. Nikisema niongea hapa nitaongea mpaka kesho asubuhi. Ila wewe angalau wote mshupa aibu na kushika.
Mambo mengine yakupitege. Sio kile unachokiona ukibebelea, mambo mengine yakupitege wewe mtoto. Hata kama mambo mengine yanipitaga, sio kwa ushinzi unaofanya wewe. Umezidi. Mtoto wewe. Hilo. Jamani, utanitambua humu ndani. Taratibu. Pole. Pole. Hebu subiri kidogo. Lama. Naam. Njoo. Hebu njoo kwanza jamani. Hebu njoo na mkeka. Naam. Sina neno na mgonjwa jamani. Hebu lete mkeka tukae basi. Mbaya hizi. Pole. Kwa maana mimi nitandike hapa nilipokuwa na mgonjwa, si ndio? Shida mkeka au shida kutandika? Shida tandika. Kwani ukitandika ndio utakuwa umeharibikiwa iko kiume chako? Ujinga tu. Chefu. Dada. Dada. Nini bwana? Utauana. Mbona wewe sikuelewi? Umejaa na mawazo mengi na kuita uitiki. Shida nini dada yangu? Mdogo wangu acha tu. Yaani mimi hapa nilipo na mawazo mwenzio. Nimemiss ndoa yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa umekubaliana na matokeo? Hicho tu ndio nikifikiria, nguvu ndo zinaniisha. Na ukizingatia mimi nimemiss kwangu. Hata mimi sielewi nifanye nini mdogo wangu. Haya. Endelea kuwaza. Ukimaliza utaniambia majibu uliyopata. Niko zangu ndani. Sikunjua vizuri jamani Rama. Taratibu. Rama. Hebu njoo basi. Jamani roho mbaya hizi. Hebu shika na tutafutie vitafunio. Vya nani? Wewe kuhusu. Mimi si nimeuliza vya nani? Vya kwako. Litizame vile chefu. Ustaarabu siku zote uanze utotoni. Ukiufuata ukubwani utaishia njiani. Mtizame miguu kama mpima viwanja vile. Wow!